mshindi namba moja. Mshindi namba moja, yeye mwenyewe haamini kilichotokea. Ali Hassan amepata alama 86. Ali Hassan, takbir. Takbir. Sheikh umepata ngapi? Sogea hapa. Kuna miaka mingapi? Wewe kumbe kama bakora tunapiga. Msala wewe umepata kuswalia Masha Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, siku ya leo tumeweza kufika hapa katika maeneo ya Mburahati katika kituo cha New Orphanage Center. Wameandaa tafrija yao fupi kwa ajili ya Ramadhani iftar party, kwa ajili ya kukumbuka vijana wao kuwa karibu na mayatima katika kituo hichi, kwa ajili ya kuwafariji, kuwapa ile faraja, kuwa nao karibu. Pia tumepata kuona palikuwa na mashindano ya Qur'ani, masha Allah, watoto wamesoma vizuri alhamdulillah kiasi chake. Inaonyesha ni kazi gani ambayo wanaifanya katika kituo hichi, si kuwalea tu katika malezi ya kijamii, bali pia na malezi ya kiroho. Ukikuta si vituo vingi ambavyo vinakuwa na tahfidhul Qur'an, ni vichache sana, lakini hichi tumepata wako wanahifadhisha na Qur'ani hapa mashallah. Tumesikiliza Qur'ani imesoma kama pia wote mmejionea. Pia tunaihasa jamii namna ya kuishi na hawa watoto, tuwaangalie kwa ukaribu zaidi. Tusijisahau sana katika familia zetu, pia tuwe tunawakumbuka kile tunachokipata katika familia zetu, basi tugawe, tuwaletee na wao, si wote ambao wanawakumbuka. Kama leo tumeona kuna ACE Charity Foundation pamoja na An-Nahdi Charity Foundation, pia sisi tupo Al-Khibra Foundation, tumeweza kujumuika hapa kwa ajili ya kuwapa faraja hawa watoto. Tunatambua zipo taasisi mbalimbali ambazo zinafanya mambo kama haya, lakini kuna watu pia binafsi wanafanya mambo kama haya, kuwafariji vijana hawa mayatima, wajane, walemavu, wasiokuwa na uwezo. Basi tunawaomba wasichoke, wasikate tamaa, wajitolee kwa moyo mmoja, kwa sababu kile wanachokifanya ni wanajiwekezea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanawekeza kesho yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kila la kheri na wajalie vijana wetu wawe na afya njema, na sisi pia sote kwa pamoja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Siti Haji Sheha, ni katibu katika taasisi ya Al-Khibra Foundation, idara ya wanawake. Alhamdulillah, leo tulikuja hapa kwa mwaliko wa taasisi ya ACE Charity na Al-Nahdi Foundation kuja kujumuika nayo katika iftari party iliyofanyika leo. Lakini pia kabla ya kuftari walifanya kimashindano kidogo ambayo walihusisha watoto yatima katika kushiriki juzuu moja. Alhamdulillah, tumewasikiliza watoto, wamejitahidi kwa usomaji wao, lakini tunatamani kuwaona mara nyingine wakiwa wamehifadhi juzuu nyingi zaidi, kwa sababu leo walikuwa ni juzuu moja. Tunategemea inshallah mwakani au mara nyingine waongeze juzuu na tuone katika mashindano mengine makubwa. Allah afanye wepesi wale wanaosimamia katika kuwalea na katika kuwafundisha Qur'ani, na tunawaombea kheri hao watoto katika Allah wakuze katika makuzi bora na katika makuzi ya Qur'ani, na inshallah Qur'ani ikae miongoni mwa vitu ambavyo vitawatetea siku ya kiyama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Munir Said Hamed, ni mwenyekiti wa ACE Charity Foundation. ACE Charity Foundation ni taasisi ambayo ina wanachama takriban 500. Taasisi hii ina mwaka 1.5 tangu kuanzishwa kwake. Taasisi yetu inajihusisha na kutoa misaada mbalimbali kijamii, ikiwemo kusaidia watoto mayatima na watu wasiojiweza. Na siku yetu ya leo tarehe 15 mwezi wa 3 sawa na Ramadhani 14 katika mwaka wa Hijiria, tumekuja hapa kwenye kituo cha Faraja Orphanage Center kuftari, na tumeandaa pia mashindano ili kusikiliza kiraa kutoka kwa watoto wetu mayatima, ikiwa ni sehemu ya kuwafariji na pia kuchukua time nao, kwa sababu ni kati ya mambo yanayohusiwa zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa majina naitwa Ukhti Samira Mohamed Osman, ni makamu mwenyekiti wa ACE Charity Foundation. Nachukua nafasi hii kwanza kuwapongeza kina mama wenzangu kuweza kujitolea kwa hali na mali katika kuwasaidia watoto wetu mayatima, kwa sababu leo kwake kesho kwako. Watoto mayatima wanahitaji upendo,
wanahitaji kuthaminiwa, hata kukaa naye tu karibu, kampapasa japo kichwa tu anapata faraja. Kwa hiyo kina mama tuko wengi, na kutoa si utajiri, ni imani. Ukishakuwa na imani unaweza kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo mimi nabezi sana upande wa kina mama, kwa sababu tupo wengi, lakini wachache ambao ndio wamelikubali hili na kuwajali hawa mayatima. Lakini pia napenda kushajihisha kwa upande wa mazingira, si kuwafariji tu mayatima, kula nao, kukaa nao, lakini pia tunashajihisha watoto mayatima katika sekta za kupanda miti, kuweka mazingira safi, mazingira kuwa sawa kwa kupanda miti mbalimbali, na tumeshafanya haya mengi. Lakini pia natoa nafasi kwa wanaotaka kujiunga kwa taasisi yetu ya Ice Charity Foundation. Tupo wanachama zaidi ya 500 na tunachangia kwa mwezi shilingi 3,000 tu. Unatia bando zaidi ya shilingi 5,000 kwa mwezi, unachokipata ukijui, na Allahu angalia mambo ya maana. Lakini kutoa shilingi 3,000 umewekeza kwa Allah. Kwa hiyo tujikubalishe, tujitokeze kwa wingi kuwasaidia mayatima, na taasisi zipo nyingi, sio lazima ya kwetu tu, zipo nyingi. Tujitoa kina mama, kwa sababu mwanamama akiongoka mmoja ana uwezo wa kuwaongoa wengi. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Al-Qibla Online TV, ni kama ulivyojionea mambo mbalimbali ambayo yameweza kufanyika katika siku hii ya leo. Mimi sina la ziada, nikushukuru sana mpenzi mtazamaji, lakini nikusia kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment Al-Qibla Online TV. Kwa niaba ya timu nzima ya Al-Qibla Foundation nikwambia kwamba kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na hapa nimefikia tamati. Langu jina ni Shaaban Uthmani, lakini natambua kama Shaaban alladhi, mzee wa kudundadunda, wa ma alaina ila albalaghu mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.